Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel inasema kwamba Wayahudi hawawezi kuzuiliwa kuishi katika ukingo wa Magharibi, huku waziri wa mambo ya kigeni wa nchi hiyo Gideon Saar akisema ni makosa kimaadili kuhoji haki ya Wayahudi ya kuishi katika maeneo ya Palestina. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imekemea ukosoaji wa nchi za Magharibi kuhusu uamuzi wake wa hivi karibuni wa kuidhinisha rasmi makazi 19 katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, baadhi yao wakisema yamehamishwa wakati wa kujitenga na Gaza mwaka 2005. Kundi la mataifa 14, mengi yakiwa ni ya Ulaya, yamelaani hatua ya baraza la mawaziri la usalama la Israel mapema mwezi huu, likitaja uharamu wake chini ya sheria za kimataifa na kuzidi kwa athari zake katika mzozo na Wapalestina. Suala la muda mrefu la suluhu ni chanzo kikuu cha mvutano na sababu kuu katika kile wakosoaji wanachokiita mfumo wa Israel unaowabagua Waarabu. Serikali za kigeni hazitazuia haki ya Wayahudi kuishi katika ardhi ya Israel, na wito wowote kama huo ni mbaya kimaadili na ni ubaguzi dhidi ya Wayahudi. Taarifa hiyo ilielezwa kutoka katika eneo la ukingo wa Magharibi. Taarifa ya Gideon Saar ilielezwa. Hata hivyo, Israel inaamini kwamba eneo hilo ni katika sehemu yake. Hata hivyo, inadaiwa kwamba Israel inaamini eneo lote la Palestina ni katika eneo lake kutokana na historia za miaka ya nyuma, lakini kutokana na ramani ya mwaka 1948 eneo la ukingo wa Magharibi ni katika eneo la Palestina. Ni moja kati ya sababu zinazosababisha mapigano ya kila siku kati ya Israel pamoja na Palestina. Wizara hiyo ilitaja azimio la Balfour la mwaka 1917 kama msingi wa sera yake ya makazi, ambayo ilisisitiza inazingatia sheria za kimataifa. Hati hiyo ya Uingereza ilitazamia nyumba ya kitaifa ya watu wa Kiyahudi huko Palestina, ambayo Uingereza ilichukua kama eneo la mamlaka baada ya kushindwa kwa dola la Ottoman katika vita vya kwanza vya dunia. Hata hivyo, waziri wa ulinzi bwana Israel Katz ameeleza katika siku za hivi karibuni akisema Israel haitaondoka hata katika ukanda wa Gaza. Mipango ya Israel ni kuendelea kuteka maeneo hayo katika ukanda wa Gaza, lakini pia na ukingo wa Magharibi. Katika taarifa ya pamoja siku ya Jumatano, Canada, Japan, Uingereza na wanachama kadhaa wa Umoja wa Ulaya ikiwa ni pamoja na Ufaransa na Ujerumani walielezea upinzani wa wazi kwa aina yoyote ya uvamizi na upanuzi wa sera ya makazi na kuonya kwamba Israel inadhoofisha usitishaji wa amani unaoungwa mkono na Marekani huko Gaza kwa hatua zake. Mapema mwaka huu mataifa kadhaa ya Magharibi yalitambua Palestina katika mabadiliko ya sera ya kidiplomasia yaliyoratibiwa kwa maana ya kuishinikiza Israel juu ya mbinu zake za kijeshi huko Gaza na kukataa kwake suluhisho la mataifa mawili ya katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Uamuzi wa Israel uliotangazwa rasmi Jumapili na waziri wa fedha Bezalel Smotrich, mlowezi na mwanasiasa wa itikadi kali unaoungwa mkono, uliounda makazi mapya 11 na kutambua hadhi ya vituo 8 vya nje vilivyopo katika ukingo wa Magharibi. Kulingana na vyombo vya habari vya Israel, karibu nusu yao iko ndani kabisa ya ukingo wa Magharibi. 4 walihamishwa hapo awali wakati wa kujiondoa kwa upande mmoja kutoka Gaza mwaka 2005, ingawa 2 walisasishwa kwa mara nyingine tena mwezi wa Mei. Israel ilibatilisha masharti yaliyosababisha uhamishaji huo mwezi Machi mwaka 2023. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Ni kile ambacho kinatajwa na Israel kwamba kamwe haitaondoka katika eneo la ukingo wa Magharibi na hata katika baadhi ya maeneo huko katika ukanda wa Gaza, na kwamba hakuna atakayeweza kuwaondoa wa Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu.